Israel na Marekani zimeendelea kuishambulia Iran, huku jamhuri hiyo ya Kiislamu nayo ikijibu kwa kuishambulia Israel na kuyalenga maeneo kadhaa ya mataifa ya Ghuba ambayo yana maslahi kwa Marekani. Rais Donald Trump ameonya kwamba mashambulio dhidi ya Iran yanaweza kuendelea kwa zaidi ya mwezi mmoja, wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akisema vita hivi sio vya kumalizika. Vita vilivyoanza siku ya Jumamosi kwa mashambulio ya Marekani na Israel dhidi ya Iran hivi sasa vimeenea kwenye mataifa mbalimbali ya Mashariki ya yakishuhudiwa mashambulio ya Israel dhidi ya Lebanon hivi leo Jumanne, wakati Tehran ikiyashambulia mataifa kadhaa ya Ghuba washirika wa Marekani, kiwemo shambulizi la droni lililoulenga ubalozi wa Marekani mjini Riyadh nchini Saudi Arabia. Ripoti zinasema shambulio hilo limetokea muda mfupi baada ya Washington kuwatolea wito raia wake waondoke kwenye mataifa yote ya Mashariki ya Kati. Ndani ya Iran, milipuko imeutikisa mji mkuu Tehran, yakishuhudiwa madege ya kivita yakiuzunguka mji mkuu huo, kwa mujibu wa waandishi wa habari wa shirika la AFP, na ripoti zikisema tayari watu 787 wameshauawa nchini Iran mpaka sasa. Wizara ya ulinzi ya Marekani imejitapa kwamba imefanikiwa kuonesha nguvu zake kwenye mashambulizi ya anga dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu inayoongozwa tangu mwaka 1979 na maulama wa Kiislamu wanaoipinga Marekani. Jana Rais Donald Trump alipozungumza na waandishi wa habari alisema mashambulio ya Marekani yaliyoanza kwa kumuua kiongozi wa juu zaidi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yanakwenda kama yalivyopangwa, na nchi hiyo imejipanga kuendelea na vita hivyo. Kadhalika, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alizungumza jana Jumatatu na kutetea maamuzi yake ya kuingia vitani pamoja na Marekani dhidi ya Iran. Marekani na Israel kwa pamoja tunawatengenezea wa Iran mazingira ya kutoa nchi yao. Nafikiri ikiwa tutazingatia kile tulichokipanga, nadhani itatengeneza mazingira ya kupatikana amani. Hivi sio vita vya kumalizika, na kwa hakika hivi ni vita ambavyo vitaanzisha enzi ya amani ambayo hatukuwahi kuifikiria. Oman, ambayo imekuwa ikibeba jukumu la usuluhishi kwenye mazungumzo kati ya Iran na Marekani, imetoa rai ya kusitishwa vita vinavyoendelea, wakati yenyewe ikilengwa kwenye mashambulizi ya Iran. Droni zimeshambulia bandari ya nchi hiyo ya Duqm hivi leo Jumanne na kuziripua tenki za mafuta, Iran ikiendelea kutanua kampeni yake ya kuzishambulia nchi za Ghuba kulipiza mashambulio ya Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imewataka wafanyakazi wake wasiokuwa na majukumu ya dharura pamoja na familia zao kuondoka Kuwait, Bahrain, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu na Jordan kama hatua ya tahadhari. Na kama zilivyo Marekani na Israel, Iran pia haionyeshi dalili ya kusalimu amri, huku mshauri wake wa jeshi la ulinzi wa mapinduzi Brigadier Generali Ibrahim Jabari akitangaza kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz na kutishia kwamba meli yoyote itakayojaribu kupita kwenye eneo hilo itatiwa moto. Tehran imeendeleza mashambulizi yake katika mataifa mbalimbali ya Mashariki ya Kati na nchi za Ghuba kama ulivyosikia kwenye ripoti hiyo. Sasa nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Ibrahim Rahbi, ambaye awali alikuwa nchini Oman na sasa yuko huko Fujairah katika Umoja wa Falme za Kiarabu. Na kwanza nilitaka kujua hali ikoje katika eneo hilo. Tathmini ya jumla ya Mashariki ya Kati, hali sio nzuri. Usiku kucha kuamkia leo tumeona mashambulizi makali kabisa kule Bahrain. Maandamano makubwa yamefanyika, kambi ya kijeshi ya Marekani ilishambuliwa, lakini ubalozi umeshambuliwa, na mpaka sasa kuwa taarifa zinaonyesha kuwa ubalozi wa Marekani kule Bahrain umetangaza kufungwa sambamba na ule wa Kuwait. Sehemu zote hizo zilikuwa zinavurugu, lakini ukiangalia kilichotokea Iraq pia maandamano makubwa yaliyoelekea kwenye ubalozi, lakini kambi ya kijeshi ya Marekani imeshambuliwa na maandamano makubwa ya vijana wenye silaha wameingia mtaani. Kwa hiyo hii ndio hali unaweza ukaihisi Mashariki ya Kati, lakini unaweza ukaona kuwa jana kumefanyika mashambulizi pia kule kwenye ubalozi wa Marekani Riyadh, Saudi Arabia, sambamba na mashambulizi yaliyoelekezwa Dubai pia pamoja na kule Doha, Qatar. Kwa hiyo hii ndio hali iliyopo Mashariki ya Kati. Sasa hao washirika wa Marekani wa Mashariki ya Kati hivi hawajavizoea kabisa, na sina shaka na hili kuwa ni mapishano ya simu kutoka Ulaya, Amerika na Asia hivi sasa ni makubwa zaidi. Yaani viongozi wa nchi hizi muda wote wako kwenye simu zao katika kujaribu kulitatua hili. Ndio, na tunafahamu kwamba kama ulivyosema hapo, hayo mataifa jirani na Iran yamekuwa yakiendelea kushambuliwa, na unafikiri ni kwa nini hadi sasa wao hawajajibu mapigo? Bila shaka hizi nchi zote zinafahamu hiki kinachoendelea, na Irani alituma ujumbe kabla hata ya mzozo huu, alimtuma mjumbe maalum kabisa kwenda kwenye nchi moja za kikanda kuambia kuwa ikiwa wataruhusu ardhi yao, ikiwa wataruhusu maeneo yao yatumike kuwadhuru wao, basi wao hawatakuwa na chaguo jingine lolote
isipokuwa kulipa kisasi kwenye hizo sehemu zitazowadhuru. Na viongozi wa Irani hata sasa wakizungumza kwenye vyombo vya habari wanasisitiza tu kuwa hatuna nia wala hatuna ugomvi na jirani yetu yoyote yule, na hatujashambulia sehemu yoyote iliyotoka nje ya sehemu inayotudhuru na kuumiza, isipokuwa sisi tunafuata pale pale ambapo Marekani anapotoka, kwa sababu unaona kama kuwa pale Bahareni Irani walishambulia hoteli mbili. Baadaye wakatoa maelezo kuwa hizi hoteli mbili zilitumika na maafisa wa Marekani waliotoka kwenye kambi ya kijeshi wakaenda kukaa kwenye hoteli na kuanza kufanya mipango ya kuishambulia Irani. Kwa hiyo Irani walitoa maelezo kwa Bahrain kuwa wewe sio adui yetu wala hatuna ugomvi na wewe, isipokuwa hawa wenye kutudhuru ndio wapo huko. Waziri wa kigeni wa Irani Abbas Araghchi alisisitiza juzi, akawaambia kuwa sisi sio tishio kwenu, sisi tunatishwa kutoka kwenu. Kwa hiyo kama mnaona sisi ni tishio, hawa wanaotutisha kutoka kwenu wazuieni, wasitutishe kutoka kwenu wala wasitudhuru kutoka kwenu. Kama watabaki hapa na sisi tutawafata huku. Kwa hiyo unaona hizi nchi za Kiarabu licha ya Irani kuwashambulia hawajajibu, kwa sababu wanafahamu kuwa Irani anachopambana nacho hakiwahusu wao, isipokuwa kuwa wanajua tu adui yupo hapa, na ndio maana wamekaa kimya kabisa. Na leo ni siku ya 4 tangu kuanza kwa mzozo huu mpya. Mashambulizi yanaendelea kutoka kila pande. Unadhani vita hivi vinaelekea wapi? Hii vita inataka kutoka nje ya mstari. Nimeeleza kile ambacho kimetokea Bahrain na kile ni kilichotokea Iraki. Iraki ni moja ya nchi yenye makundi mengi yenye silaha na ni makundi ambayo yana uhasama mkubwa na Marekani. Usisahau kuwa kundi kubwa Iraki lenye nguvu ambalo ni la Washia ni Kataib Hezbollah ambalo lina wapiganaji zaidi ya 100,000. Kiongozi wao ni Abu Mahdi al-Muhandis ambaye aliuawa sambamba na Jenerali Qasem Soleimani katika amri ya Trump. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa kuna visasi ambavyo vimewekwa nje kabisa ya swala la Irani. Kwa hiyo kile kinachoendelea sio muda mrefu sana kama kikiendelea kuwa hali itatoka nje ya mstari na udhibiti utakuwa ni mgumu.